nayo. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru, nani? Mimi na wewe ambaye tunasema Yesu ni Bwana. Ndio hao sasa tunaambiwa kwamba tumekwisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi. Sasa tumekuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu. Sasa tumekuwa watumwa wa Mungu kwa sababu tunatii maagizo ya Mungu. Mnayo faida yenu. Faida ya kwanza ndio huko kutakaswa na damu ya Yesu, na mwisho wake uzima wa milele. Hiyo ndio faida Paulo anaongea, ya kwamba wale ambao wamekwisha kumwamini Yesu Kristo, wamekwisha kuwekwa huru, wamekwisha kuwekwa mbali, kutengwa na dhambi. Tunaambiwa kwamba na tumefanywa kwa watumwa wa Kristo. Tunadhihakiwa, tunaambiwa tumepungukiwa, tunaambiwa sijui tumekosa nini, lakini unaambiwa kwamba kuna faida. Na faida ya kwanza ni kuendelea kutakasika. Kutakasika kunaleta sasa nini? Uzima wa milele. 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Uzima wa milele unapatikana ndani ya Kristo peke yake. Hakuna mahali pengine utapata uzima, karama hii ya Mungu ya uzima wa milele.